Msomaji? Niko. Hebu tuanza Yohana wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 5, tuanzie hapo. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:5. Mada ya ubatizo imeisha hiyo. Inasema kama kuna mtu atakuwa na swali kuhusu ubatizo, atakuja atauliza na ataambiwa, atapewa majibu. Hii mada ni mada nyingine. Msomaji, soma hapo Yohana wa kwanza 1:5. Sema na hii ndio habari tuliyosikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru. Mungu ni nini? Ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Simama. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu ni nuru, giza ndani yake hakuna. Tunapoongelea habari za giza, tunamaanisha kwamba vitu vichafu havimo ndani ya Mungu. Mungu ni nuru, wala giza halipo ndani yake, halipo ndani yake. Na Mungu kama Mungu anataka watu wake watembee katika nuru, si katika giza. Giza inaambatana na matendo maovu. Giza linaambatana na utendaji wa dhambi, na dhambi ni uvunjaji wa sheria. Endelea na andiko. Inaendelea kusema tukisema ya kwamba tunashirikiana naye, tena tukienenda gizani, tunasema uongo. Kwa hiyo ukisema kwamba unaenda kanisani kumtafuta Mungu na bado unaendelea kutenda uovu, maana yake wewe ni muongo. Ukisema kwamba wewe unamjua Mungu na bado unaendelea kufanya yale mambo ambayo Mungu ameyakataza, ujue wewe unajidanganya. Endelea. Wala hatuifanyi iliyo kweli, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi. Simama. Kwa hiyo Mungu ni nuru, na Mungu giza ndani yake halipo, na yeye anasema tukienda katika nuru tutashirikiana sisi kwa sisi, na damu ya mwanawe Yesu Kristo inatusafisha. Kwa hiyo Mungu ni nuru, na unapotenda uovu, unapotenda dhambi, maana yake dhambi inakuwa ni uchafu mbele za Mungu, kwa sababu Mungu ni nuru. Unapotenda uovu, uovu huo unakutangulia kukushtaki mbele za Mungu, kwa sababu uchafu huo au dhambi hiyo inaonekana ni takataka mbele za Mungu. Ni sawasawa, ni sawasawa pawepo kinyesi hapo, wewe utakula chakula. Ni sawasawa kuwepo na harufu mbaya, wewe utatamani uendelee kuwepo na harufu. Kwa hiyo dhambi mbele za Mungu ni uchafu, ni uvundo, ni kinyaa. Kwa hiyo dhambi, unapotenda dhambi na dhambi hiyo inakutangulia kwenda kwa Mungu kukushtaki. Msomaji, niko. Nisaidie Zaburi 51 na mstari wa 2. Unapotenda dhambi, dhambi inakutangulia kwenda kukushtaki. Dhambi yenyewe inakutangulia mbele za Mungu kuonyesha uovu wako. Unapozini, uzinzi wako unafika mbele za Mungu. Soma andiko. Inasema Zaburi 51:2. Inasemaje? Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu hii mbele yako daima. Kwa hiyo dhambi hii mbele ya nani? Ya Mungu daima. Hii mbele inakutangulia. Unapotenda uovu, dhambi inakutangulia. Kwa hiyo Mungu anakuwa anaona kabisa huyu mtu anayotenda uovu, kwake inakuwa ni kama uvundo, inakuwa ni kama uchafu, unakuwa kama takataka, kwa sababu dhambi inatoa harufu mbele za Mungu. Msomaji, niko. Nisaidie Mwanzo 18 na mstari wa 20. Mwanzo 18 na mstari wa 20. Kwa hiyo unapotenda uovu, dhambi inakimbia kwenda kuripoti kwa Mungu ya kwamba huyu ametenda dhambi, na Mungu anaona kinyaa. Soma msomaji. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi, na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanavyotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia. Unaona? Kwa hiyo dhambi za Sodoma na Gomora zinaenda mbele za Mungu kama kilio, zinaenda kushtaki. Ule uovu unapotembea pale, Mungu anauona, inakuwa ni uchafu. Kwa hiyo Mungu anasema anashuka sasa aone kwamba kiasi kilichopanda ndicho kama kilivyoripotiwa. Kwa hiyo uovu unapanda
unapoenda mbele za Mungu, unapotenda dhambi, dhambi hiyo inafika mbele za Mungu kushtaki. Nisaidie Mwanzo hiyo 19 mstari wa 12. 19 mstari wa 12 hapo 19:12 nasemaje? Basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi? Mkwe, wanao na binti zako na wote walio nao kwa mji, watoe katika mahali hapa, ndio maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele ya Bwana. Kwa hiyo tunaona malaika wanamwambia Lutu, unao ndugu wengine, uwatoe hapa, kwa sababu tunakwenda kupaharibu, kwa sababu dhambi au kilio chake kimefika mbele za Bwana. Kwa hiyo unapotenda uovu, kilio chake kinafika mbele za Bwana. Nisaidie Yona 1 mstari wa 2. Kwa hiyo unapotenda uovu, uovu huo unafika mbele za Mungu kwenda kukushtaki, unafika mbele za Mungu kwenda kukushtaki, na unapofika kuna madhara yake yanayotokea. Usifikiri unaenda kushtaki tu halafu unaishia hapo. Kuna madhara yake yanayotokea. Yona 1:2 inasemaje? Ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Kwa hiyo uovu wa Ninawi ulipanda kwa Mungu. Mungu ndiye anamtuma Yona ya kwamba nenda Ninawi ukapiga kelele, kwa sababu uovu wao umepanda mbele zangu. Ndio. Kwa hiyo unapotenda dhambi, uovu wako huo, dhambi hiyo inapanda mbele za Mungu. Sasa nisaidie Zakaria 5 na mstari wa 5. Tuone sasa, baada ya uovu kupanda, kinachotokea ni kitu gani? Uovu huo unapanda kwa staili ipi? Na baada ya uovu kupanda, kinachotokea ni nini? Zakaria 5 na mstari wa 5, soma hapo. Inasema, ndipo yule malaika alisema nami akatokea, akaniambia, inua macho yako sasa, uone ni kitu gani kitakachotokea. Twende. Nikasema, ni kitu gani? Akasema, ni kitu hiki, ni efa itatokea tena. Akasema, huu ndio uovu wao katika nchi yote. Unaona? Kwa hiyo ule uovu unapopanda, malaika anamuonyesha Zakaria kwamba uovu huu unapopanda, umepanda katika muundo wa efa. Unaona? Uovu unapanda. Sasa baada ya ule uovu kupanda, Mungu anafanya nini? Kwa sababu Mungu hataki ule uovu. Mungu hataki ule uchafu. Kinapotokea sasa uchafu huo umepanda, kinachotokea ni kitu gani? Nisaidie Zakaria hiyo 5 na mstari wa 1. Unapopanda uovu, Mungu anachokifanya, anafanya kitu gani? Soma msomaji. Anasema, basi nikainua macho yangu tena, nikaona natazama, gombo la chuo lirukalo. Akaniuliza, unaona nini? Akaniuliza, unaona nini? Nikajibu, naona gombo la chuo lirukalo, na urefu wake ni dhiraa 20 na upana wake ni dhiraa 10. Ndipo akaniambia, hii ndiyo laana itakayokwenda juu ya uso wote wa nchi. Maana kwa hiyo kila aibaye atatolewa kama ilivyo upande mmoja, na kwa hiyo kila aapaye atatolewa kama ilivyo upande wa pili. Nitaituma itokee, asema Bwana wa majeshi, nayo itaingia katika nyumba ya mwivi, na katika nyumba yake yeye apaye kwa uongo kwa jina langu, nayo itakaa katikati ya nyumba yake na kuiteketeza pamoja na boriti zake za mawe yake. Kwa hiyo uovu unapopanda sasa, Mungu anachokifanya, anaachilia gombo. Tunaposema gombo ni maandishi, karatasi yenye maandishi. Hayo maandishi yenye laana, maandishi hayo yanashuka kwa yule mvunja sheria. Tumeona kwamba yule apaye kwa Mungu kwa uongo, anayetumia jina la Mungu kwa uongo, hiyo laana inashuka kwa mwivi. Hiyo laana itashuka kwa mzinzi. Hiyo laana itashuka kwa mwabudu sanamu. Kwa hiyo hayo ni matokeo ya nini? Ya uovu. Uovu unapopanda, Mungu anaachilia, inakuwa laana katika nchi. Lakini kwa sababu Mungu ni wa rehema, kwa sababu Mungu anapenda watu, kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema, anachofanya, anafanyaje? 3:16 Yohana
3:16 Yohana inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima milele. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu ana hasira. Kwa hiyo anaamua anamtoa mwanawe ili mwanawe awe kama mpatanishi. Nisomee Timotheo wa kwanza 2:5. Kwa hiyo Mungu anamtoa mwanawe ili awe mpatanishi, na kwa kumwamini kwake huyo mwanawe, maana yake laana inakoma. Soma andiko. Inasema inasema kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Kwa hiyo hakuna mpatanishi kama hakuna ugomvi. Sasa unashangaa wengine wanasema eti Yesu ndio Mungu mwenyewe. Mpatanishi yeye ndio mwenyewe. Sasa mpatanishi anajipatanisha kwa nani? Anajipatanisha kwa nani? Kwa hiyo mwanadamu au ambaye anapatanisha kati ya Mungu na mwanadamu ni Yesu. Yesu, wewe mwanadamu unatenda dhambi. Mwanadamu asili yake ni kuvunja sheria ya Mungu. Asili ya mwanadamu ni uovu. Kwa hiyo sasa Mungu anakasirika na anatoa mapigo kwa wewe mwanadamu unayetenda uovu. Kwa hiyo kinachofanyika sasa ni nini? Anaingilia katikati, mpatanishi, na hakuna mpatanishi kama hakuna ugomvi. Kwa hiyo mwanadamu kawaida yake yeye ni kutenda uovu. Yesu sasa anaingilia kati kwa ajili ya kupatanisha. Yesu anaingilia kati kwa ajili ya kupatanisha. Ndio. Yesu anaingia kati kwa ajili ya kupatanisha. Lakini sasa hivi watu wameingia, badala ya kumwendea Yesu wamefuata wapatanishi wa uongo, na wengine manabii wanawatoa kwenye mpatanishi wa kweli wanawapeleka katika mpatanishi wa uongo. Wengine wanawaondolea kabisa mpatanishi. Unashangaa mtu anakuambia eti Mungu hana mwana. Yaani maana yake Yesu, Mungu hakuna alichokifanya. Kwa hiyo anakuondoa kwenye mpatanishi ili uende jehanamu. Unasikia eti kwamba hana mwana, yaani anakuondolea kwenye mpatanishi. Na wengine sasa wameamua kutafuta wapatanishi wao, wapatanishi wa uongo. Wapatanishi wenyewe waliochukua nafasi ya Yesu. Yaani wamechukua nafasi ya Yesu, watu wao ni wapatanishi. Msomaji? Niko. Msomaji? Niko. Nisaidie katikisi mdogo. Tuangalie wapatanishi wa uongo walioingia. Nisaidie ukurasa wa 8. Kuna wapatanishi wa uongo walioingia makanisani. Ati ni wapatanishi. Watu wanaabudiwa kama miungu. Ati ni wapatanishi, kumbe wamemtoa Yesu. Na nyie bila kusoma hamsomi mkaelewa vitu hivi. Lengo ni kupotoshwa na kupotezwa tu. Nisaidie hapo ukurasa wa 8 hapo. Ukurasa wa 8, Salamu Maria. Inasema Salamu Maria, umejaa neema. Unaona sasa? Rudia tena. Salamu Maria, umejaa neema. Unaona? Kwa hiyo tunaambiwa Maria amejaa nini? Neema. Amejaa nini? Neema. Sasa neema, aliyejaa neema ni Mungu na amempatia Yesu. Lakini sasa anatokea mtu anasema umejaa neema. Maana yake nafasi ya Yesu inaondolewa. Msomaji? Niko. Tuangalie sasa Bible inasema umejaa neema au inakuwaje? Nisaidie Luka 1:26 mpaka 28. 1:26 mpaka 28. Tuone amejaa neema au ni nafasi ya Yesu inayochukuliwa. 26 nasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli atumwa na Mungu kwenda mji wa Galilaya jina lake Nazareti kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposa na mtu jina lake Yusufu wa mbali ya Daudi na jina lake bikira huyo alikuwa anaitwa Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema salamu salamu uliyepewa neema uliyepewa neema uliyepewa neema. Unaona sasa? Kwa hiyo katika kipindi hicho wanawake wengi walikuwepo, lakini Mungu akampa neema Mariamu. Sio kwamba wengine hawakuwepo, walikuwepo wengine. Na mabikira hakuwa Mariamu tu, mabikira walikuwepo tu wengi. Na kwa nini mabikira walikuwepo wengi kipindi hicho? Kwa nini mabikira walikuwepo wengi kipindi hicho? Nisaidie Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 22 na mstari wa 13. Maana kuna watu wanafundisha utadhani Mariamu ndiye aliyekuwa bikira peke yake.
Utadhani yeye alikuwa bikira peke yake. Twende. Inasema mtu akitoa mke akamwingilia na kumchukia kisha akamshitaki mambo ya aibu, kumzushia jina baya, akasema nimemtoa mwanamke huyu, nami nimemkaribia, sikuona kwake alama za ubikira. Ndipo baba yake yule kijana na mama yake watakapotoa alama za yule kijana na ubikira, watolee wazee wa mji langoni. Na baba yake yule kijana amwambie wazee, mwanamume huyu nilimpa binti yangu awe mke, naye amchukia. Angalie, amemwekea mambo ya aibu, asema sikuona kwa binti yako alama za ubikira. Nazo hizi ndizo alama za binti yangu za ubikira. Inasema na wakunjue yale mavazi mbele ya wazee wa mji. Basi wazee wa mji ule na wamtoe yule mtu mume na kumrudi, wamtoze shekeli 100 za fedha, wampe baba yake yule kijana, kwa kuwa wamemzulia jina baya mwana mwali wa Israeli. Naye awe mkewe, hana ruhusa ya kumwacha siku zake zote. Endelea. Lakini likiwa ni kweli neno hili, rudia tena. Lakini likiwa ni kweli neno hili la kutoonekana kwake yule kijana alama za ubikira, na wamtoe nje ya jina nje yule kijana mlangoni pa nyumba, baba yake na waume wa mji wake wampige kwa mawe. Rudia tena. Inasema na yule wamtoe nje ya mji wa mlangoni pa nyumba ya baba yake, na waume wa mji wake wampige kwa mawe. Simama. Kwa hiyo katika Israeli ulikuwa ukioa mke, huyo mke ukienda ikaonekana kwamba una doubt huyo mke wako hana bikira, ulikuwa unawaita wazazi wake. Wazazi wake walichokuwa wanakifanya, walikuwa wanathibitisha ni kweli bikira haipo. Kama ilikuwa haipo, maana yake huyo binti alikuwa anapigwa mawe afe. Lakini ikionekana kwamba kama bikira ilikuwepo, maana yake wewe mwanaume ulikuwa unatakiwa utoe faini kwa kumdhalilisha. Kwa hiyo sasa katika Israeli mabikira walikuwepo wengi, hakuwa Mariamu peke yake. Sasa msomaji, hiyo sherehe ingekuja kipindi hicho, watu wengi tungekuwa tushawazika. Ingekuwa hiyo sherehe ipo saa hii, ati kwamba ukiwa bikira upige mawe, tungekuwa tunakimbiza kama kuku, si tungezika wengi. Umeona? Kwa hiyo sasa kipindi hicho mabikira walikuwa wengi, lakini Mariamu kwa sababu alikuwa mcha Mungu, Mungu akampa neema. Mariamu hakujaa neema, ila Mariamu alipewa neema. Aliyejaa neema ni nani? Nisaidie Yohana 1:14. 1:14 Yohana anasemaje? Anasema 14. Yohana 1:14 tuone. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na nini? Na kweli. Kwa hiyo aliyejaa neema ni nani? Yesu. Tunapoambiwa Mariamu amejaa neema, maana yake wanatoka kwa nani? Ni uongo. Si wanatoka kwa Yesu? Wanatoka kwa Yesu, wanaweka kwake. Wanatupeleka kwake. Ndio. Unaona sasa? Kwa hiyo wanatupeleka kwenye imani nyingine. Endelea na hiyo salamu hapo. Inaendelea, salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Ati umebarikiwa kuliko wanawake wote. Sasa nisaidie Luka 1:42. Luka 1 na ule mstari wa 42. Tunaona kwamba andiko wao wanasema amebarikiwa kuliko wanawake wote. Lakini mimi ninaposoma Biblia hainiambii hivyo. Ninaposoma Bible hainiambii hivyo. Nisomee hilo andiko. Inasema akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake. Kuliko wanawake. Katika wanawake. Maana yake ni nini? Kulikuwa na wanawake wengine wamebarikiwa. Na hata ukisoma King James Version inakwambia among, maana yake miongoni. Wengine walikuwepo, lakini na yeye alikuwa amebarikiwa miongoni. Ndio. Unaona sasa? Kwa hiyo sasa ile nafasi ya Yesu inafanyaje? Inachukuliwa. Nafasi ya Yesu inafanyaje? Inachukuliwa. Nisaidie kwanza sasa. Mhubiri 12:12. Alafu kae pembeni, maana nataka niswitch kwenye bia tu. Nataka niswitch bia tu. Usije kanifahamisha. Unaona? Kwa hiyo kuna wanawake wengine wengi tu walikuwa wamebarikiwa, lakini Mariamu akapata kibali, akapata neema ya kufanyaje?
ya Yesu kuzaliwa hapo, kuzaliwa hapo. Kwa hiyo wanaposema kwamba umejaa neema, umejaa neema, aliyejaa neema ni Mungu, na hiyo neema ndio Yesu anakuja sasa anatupatia. Kwa hiyo unapoambiwa kwamba amejaa neema, maana yake anashika nafasi ya Mungu, anashika nafasi ya Mungu. Msomaji nipo, msomaji nipo mwalimu. Tunaona kwamba wanasema amejaa neema. Ndio Mariamu kwenye Biblia, si tumeona kwamba yeye hajajaa neema, alipewa. Hajajaa neema. Sasa tuendelee kuona vituko, alafu baadaye tutachunguza huyu Mariamu anayeabudiwa kanisani ndio yule kwenye Biblia au ni kitu kingine, na tutaonyesha ilipotoka. Nisaidie sasa, kitabu cha Rejeo ukurasa wa 9. Kimbia ukurasa wa 9, kimbia hapo sasa. Tuanze kuona sasa hicho kinachoaminiwa ndio kile kilichoko kwenye Biblia au ni kitu kingine. Anasema na Maria ni zaidi kuliko mjumbe mwaminifu. Rudia tena. Na Maria ni mjumbe zaidi. Anasema na Maria ni zaidi kuliko mjumbe mwaminifu. Haya sasa, nisaidie Waebrania 9:15. Waebrania 9:15. Hapa lazima Babeli ifunuliwe sawa sawa. Anasema Babiloni lazima isemwe vizuri. Anasema maana Mungu anasema tokeni kati yao. Wewe unaangalia tu huko. Soma andiko hilo. Anasema katika 9 Waebrania 15. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano, wa agano jipya. Lakini Mariamu tunaona ni nani? Ni zaidi ya mjumbe mwaminifu. Maana yake ni zaidi ya nani? Zaidi ya Yesu. Ni zaidi hapo chini tena. Wenyewe Rejeo Maria anasema manake wanachokiamini si kitabu chao. Ndio. Si kitabu chao. Ndio. Hebu soma kwanza ukurasa wa kwanza hapo. Soma hapo juu ukurasa wa kwanza. Nyuma kabisa ukurasa wa kwanza. Maana wasije wakasema ni kitabu chetu sisi. Vitabu wanaandika wao, sisi tunachukua tunavisoma hapo. Anasema ukurasa wa kwanza, sio nani index. Ukurasa wa kwanza hapo juu. Anasema Rejeo Maria ni chama cha Wakatoliki. Kwa hiyo maana yake kinatoka kwenye imani hiyo. Sasa twende ukurasa wa 9. Kinatoka kwenye imani hiyo. Sio kwamba tumeandika sisi. Ni kitabu chao, tumeenda kwenye maduka yao, tumenunua. Anasema hatujaandika sisi. Kama vile ilivyompendeza Baba wa milele kupokea kwa mikono ya Maria heshima zilizo zake, vile vile amependa kumteua awe njia ya kupitishia kwa watu wote neema zake nyingi. Rudia tena. Anasema kama vile 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 amependa kumteua awe njia ya kupitisha kwa watu wote neema zake nyingi. Akianzia na yule. Subiri sasa. Tunaona kwamba wanasema Mungu ameamua apitishe nini? Neema. Lakini Bible tunaposoma, Bible inakataa. Aliyeleta neema ni nani? Anayepitisha neema ni nani? Je, wewe Biblia, Mungu amepitisha neema kwa Maria au amepitisha kwa nani? Yohana 1:16 mpaka 17. Yohana 1:16 mpaka 17. Hayo maandiko uweze kusomea kanisani kwako. Anasema kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa na neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Unaona sasa? Lakini sisi tunaambiwa ati Mungu amepitisha nini? Neema kwa nani? Kwa Maria. Na watu wanakubali, wanaamini, wako hapo. Unaona shida hiyo? Unaona shida hiyo? Sasa nisaidie ukurasa wa 10. Anasema Maria mtoaji wa neema zote. Unaona sasa? Wanasema ni nani? Mtoaji wa nini? Wa neema zote. Wa neema zote. Unaona matatizo? Kwa hiyo kwamba ni mtoaji wa nini? Wa neema zote. Sasa nisaidie Waefeso 2:8. Waefeso 2:8. Tuone yeye ndio anatoa neema au anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo haikutoka na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Ati ni kipawa cha Mungu. Ati ni kipawa cha Mungu. Yakobo 4:6. Tunaona kwamba neema ni kipawa cha Mungu. Mungu ndiye anayetoa neema, na neema hiyo anaileta ni Yesu Kristo. Anasema lakini tunaona kwamba tunaambiwa ati ni nani? Ati ni Maria. Twende sasa. Anasema katika Yakobo 4:6
lakini hatujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo sema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Maria ndiye mgawaji wa neema yote, huwapa neema wanyenyekevu. Wewe Mariamu, huwapa neema wanyenyekevu. Chunga sana, chunga sana, chunga sana. Jehanamu imeandaliwa Ibilisi na malaika zake, lakini unajikuta humo tu, unajikuta tu humo tu kwa kuamini tu uongo. Sasa nisaidie hapo ukurasa wa 10 hiyo, endelea kusoma hapo kwenye rejeo. Anaendelea kusema matumaini ya rejeo kwa Maria hayana mpaka, ikieleweka kwamba kwa amri ya Mungu uwezo wa Maria hauna mpaka. Yote Mungu aliyoweza kumpa amempa. Unaona sasa, wakati Yesu ndio amepewa yote na baba yake. Endelea. Yote Maria aliyeweza kupokea amepokea kwa wingi. Kwetu sisi Mungu amemfanya awe chombo bora cha neema. Umeona? Twende tukishirikiana na Maria tunamwendea Mungu kwa urahisi zaidi, na hivyo kupata neema kwa urahisi zaidi. Kweli tunajiweka katika mafuriko ya hasa neema. Kwani Maria ni mchumba. Ati Maria ni mchumba wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Unaona matatizo hayo? Sasa kuna sehemu uliposoma kwenye Biblia ati Maria ni mchumba wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaoa sasa. Unaona shida sasa? Roho Mtakatifu kwamba ana mchumba. Uone kama ni matatizo. Msomaji, nipo. Endelea ukurasa unaofuata hapo. Anasema, sisi tulio kweli watoto wake, lazima tumuonyeshe kweli utoto wetu, na tumtegemee kabisa sawasawa na watoto wadogo kabisa. Lazima tumwendee atulishe, atuongoze, atufundishe, atuponye magonjwa. Atuponye magonjwa yetu. Atuponye magonjwa yetu. Sasa kwenye Biblia ukisoma, kuna andiko lolote Maria alishawahi kuponya? Hapana. Kwenye Biblia yako wewe kuna andiko unalosema kwamba Mariamu aliponya? Aliyeponya ni Yesu Kristo, na wala hiyo kila Mkristo anajua. Hatuhitaji hata kutoa maandiko. Unaona? Aliyeponya, aliyekuwa kiponya ni Yesu Kristo, na uwezo huo amewapa watu wake wanaoamini, wanaweza kufanya kazi hiyo. Lakini kwenye Biblia hakuna sehemu Mariamu aliombea watu akawaponya. Sasa tunajua huyo ni Mariamu au ni kitu kingine, kwa sababu Mariamu kwenye Biblia hakuponya, akaombea watu, lakini anaabudiwa makanisani, anaombwa kama Mungu na ana ibada yake. Kuna msimu kabisa watu wanamuomba. Endelea. Anaendelea kusema atuponye magonjwa yetu, atufariji kwa uchungu wetu, atushauri katika mashaka yetu, aturudishe tunapotangatanga. Endelea. Hivi kwamba ikiwa tuko kabisa chini ya ulinzi wake, tukue tufanane na kaka yetu mkubwa. Simama. Kwa hiyo wanasema kwamba yeye ndio anayetushauri. Yeye ndio anayetushauri. 9:6 Isaya. Ati kwamba yeye ndiye anayetushauri. Unaona matatizo? Kwamba tunamwendea yeye ili aturudishe, kwa sababu tunatangatanga. Yaani kazi ambayo anaifanya Yesu, lakini wametisha majukumu kiumbe kingine. Kazi ya Yesu wametisha majukumu kiumbe kingine. Soma. Anasema katika 9:6 Isaya, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Simama. Kwa hiyo anayetushauri ni yule tuliyepewa au ni Maria? Yule tuliyepewa. Ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaposema Mariamu anashauri, maana yake wanachukua nafasi ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa hiyo wanatutoa kwa mpatanishi aliye nani? Yesu Kristo. Na tumeona kwamba bila mpatanishi matatizo yake ni nini? Moto wa jehanamu. Ni jehanamu. Kwa hiyo watu wametolewa kwenye mpatanishi wa kweli, wakapelekwa kwa mpatanishi wa uongo. Jehanamu inakukodolea macho kwa sababu ya uongo. Uko ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa 11. Wa 11. Nenda 13. Nenda kurasa 13, alafu uweke kando kabisa na vitu vingine. Anasema kwamba Maria
hajulikani au kupendwa hata kwa nusu, na ndiyo maana ya matokeo mabaya kwa roho nyingi. Ibada kwa Maria ni ndogo, ibada kwa Maria ni ndogo, nyepesi na hafifu, haina imani ndani yake yenyewe. Anasema maelfu ya roho zinateketea kwa sababu Maria anazuiwa kuwafikia. Ni ibada yetu hafifu kwa Bikira Maria. Unaona sasa kwamba roho nyingi zinateketea kwa sababu hawamwamini Maria. Maana yake ibada ni hafifu kwa Maria, maana yake wanasisitiza wamwabudu Maria, na ndio maana chanzo hicho au kichama hicho kimeundwa kinajiita Radio Maria kwa lengo la kumtangaza Maria kuliko hata Yesu. Hicho kitabu weka kando, akiwezi kutusaidia, acha waendelee kusoma wao, weka kando, lakini tunakitumia tu kwa lengo la kufundisha. Msomaji, nisaidie katekisimu hiyo. Sisi tunakufunulia kweli, ubaki ni wewe sasa. Na sisi hapa leo hapa tuko siku ya mwisho, tumeruhusu watu waje waulize, watu hawajaja kuuliza. Tumeruhusu kabisa watu waje waulize. Wengine wakahisi kwamba tunacheza, wengine wakaona kwamba hao watu ni watu wa kawaida. Pengine kuna wahubiri wamekuwa wakija kuhubiri hapa, wakachukua kwamba sisi tumekuja kawaida, kwamba tumekuja kawaida. Kuna mtu wa kawaida anaanza kuleta ujumbe huu, yaani mtu wa kawaida aje alete ujumbe huu. Ukurasa wa ngapi mwalimu? Nisaidie, ukurasa wa 30. Ukurasa wa 30. Tuone kwamba hapo wanasema kwamba Maria alikuwa bikira, alipomzaa ni bikira, ati mpaka leo ni bikira. Swali la pili hapo 30. Sio hiyo, chukua hiyo group. Hiyo weka kando kabisa. Achana nayo. Unaona? Kwa hiyo sasa watu wamepelekwa kwenye ibada ya uongo. Watu wamepelekwa kuabudu vitu vya uongo. Na kwa sababu watu maandiko wasomi, inakuwa ni kanyaga twende. Sisi tunaruhusu kuuliza maswali. Hakuna Mkristo au mhubiri yeyote atakayekuja ahubiri aruhusu maswali. Mchungaji wako tu atakuhubiria Yesu ni Bwana, achukue sadaka alafu atoroke. Hata haweza kuruhusu uulize swali, lakini sisi tunaruhusu imradi tu kama una doubt au unaona kwamba tunachoongea tunadanganya, uje tuambie wewe ukweli. Anasema kwa nini tunamuita Maria mama wa Yesu Bikira Maria? Tunamuita mama wa Yesu Bikira Maria kwa sababu kwa nini? Alikuwa bikira akitungwa mimba. Ati alikuwa bikira akitungwa mimba. Anasema rudia tena, rudia. Anasema namba beti, angalia beti. Ngoja tuweke beti, naona beti zimekwisha. Endelea. Anaendelea kusema kwa nini tunamuita mama wa Yesu Bikira Maria? Tunamuita mama wa Yesu Bikira Maria kwa sababu alikuwa bikira akitungwa mimba ya mwanawe. Hata akimzaa mtoto alikuwa bikira, na baada ya hapo amebaki na bikira yake milele na milele. Sasa kwa akili yako kweli, kwa akili yako ya kula miogo na yoyona hapa, ati Maria mwanzoni alikuwa bikira, alipomzaa Yesu akawa bikira, na mpaka leo ati ni bikira. Na imani hiyo watu wanaiamini. Msomaji, nisaidie Marko 6:3. Wewe Bikira Maria uliendelea kuwa bikira. Anasema katika Marko 6:3, huyu si yule seremala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simeoni, na maumbo yake ni hawapo hapa kwetu? Ati maumbo yake hayapo hapa kwetu. Sasa tunaona kwamba hao walikuwa ni ndugu zake na Yesu, na Marko anasema alikuwa na maumbu yake. Maumbu ni kitu gani? Nisaidie tafsiri hapo ya hiyo Bible. Mpa hiyo Biblia hapo. Angalia huko nyuma tafsiri ya umbu ni kitu gani? Hiyo Bible ulioshika hiyo. Yusufu, Mariamu hakuendelea kuwa bikira. Mariamu alizaa watoto wengine baada ya Yesu. Alizaa watoto wengine. Yesu alikuwa na wadogo zake wengine wa kimwili. Lakini watu wanasema ataendelea kuwa bikira mpaka leo ni bikira. Soma andiko hilo. Changamka. Umbu. Tafsiri hapo ya umbu ni nini?
tusitumie maneno yetu tu, tuna proof. Umbu, angalia kwa alphabet. Angalia hapo maana ya umbu. Ukiona swali unaruhusiwa kuja kuuliza. Ukija kwa ajili ya kubisha uje na maandiko. Ukitaka kujifunza uje kawaida. Lakini kama una hoja uje. Ukitaka hata mdaharo unakaribishwa. Ulete hoja zako tuzisikilize. Anasema umbu maana yake ni nini? Ndugu, mke, dada. Rudia. Umbu maana yake ni ndugu, mke au dada. Kwa hiyo Yesu alikuwa na dada zake. Unapoambiwa kwamba Mariamu anaendelea kuwa bikira, huo ni uongo. Kwa hiyo na maana wanataka kutuambia kwamba baada ya kumzaa Yesu, Yusufu akumjua Mariamu, aliendelea kukaa tu hivyo anaishi naye bila kumuingilia. Si kuchanganyikiwa huko msomaji kabisa, si kuvurugwa kabisa. Haya, nisikia katekisimu, endelea kusoma hapo kurasa wa 30. Yaani ile kwamba Yusufu aliendelea kukaa nayo, akawa anamwangalia kama kaka yake, alikuwa kaka yake huyo. Anasema hata akimzaa mtoto alikuwa bikira, na baada ya hapo amebaki bikira milele na milele. Endelea soma 30. Soma 30, achana nayo. Soma 30. 30. Hii. Hiyo tu. Anasema ukurasa wa 30. 31. Hapo juu. Anasema tunampenda sana Maria kwa sababu ni mama yake Yesu, na pia kwa sababu yeye ni mama yetu wapi? Huko juu mbinguni. Kwa hiyo wanasema Mariamu ni mama yetu wapi? Juu mbinguni. Haya, nisaidie Galatia 4:26. Tuone mama yetu huko mbinguni ni Mariamu au ni kitu gani? Galatia 4:26 anasema na hivyo vitabu ndio wanasisitiza watu wanunue, wasome, waamini hivyo. Yaani ununue sumu. Utumie hela yako wewe ikupeleke jehanamu. Soma andiko. Anasema bali Yerusalemu wajuu ni muungwana na nini? Naye ndiye mama yetu sisi. Asa muona hapo ni Maria? Hapana, Yerusalemu wa mbinguni. Haya, endelea na hapo sasa 31. Cheza tu hapo. Anaendelea. Anaendelea kusema kuiweka picha ya Bikira Maria karibu na kitanda chako utakukumbusha umwombe kila unapokwenda kulala. Ati kila unapokwenda kulala umfanyaje? Umwombe nani? Maria. Kila unapokwenda kulala na uamkapo utakuwa pamoja nawe, atakuwa pamoja nawe na kukulinda. Ati atakuwa pamoja nawe na kukulinda. Unaona? Ati Maria ndiye anayekulinda. Tuiulize Biblia, tunalindwa na Maria au tunalindwa na nani? Tuulize maandiko, tunalindwa na Maria au tunalindwa na nani? 34:7 Zaburi. Watu mnadanganywa na mnaamini sana. Watu mnadanganywa na mkadanganyika. Anasema katika 34:7 Zaburi, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Rudia andiko. Anasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Malaika wa Bwana anawazunguka wanaomcha, na hata saa hii malaika hapa wako hapo wanatulinda. Hakuna jini linaweza likapenya hapa. Labda watu waamue waende polisi, ila sio kutumia tunguri. Hakuna tunguri litakaroingia hapa, haiwezekani, kwa sababu malaika wa Bwana wanatulinda na tunaeneza habari zake. Kwa hiyo hakuna tunguri wala ibilisi yoyote anaweza kukatiza hapa. Malaika wa Bwana ndiye anayetulinda. Sasa sisi huko tunaambiwa ati ni Maria. Msomaji, amin. 6:22 Danieli. 6:22 kitabu cha Danieli. Anasema katika 6:22 Danieli. Soma. Nimefika hapo. Mungu wangu amemtuma malaika wake. Ati Mungu wangu amemtuma malaika wake. Naye ameafungua makano ya simba. Sasa hapo ni Danieli wakati anatupwa kwenye simba, lakini Danieli anasema Mungu amemtuma malaika akaweza kumlinda na akafunga makanywa ya simba. Kwa hiyo Mungu anatumia malaika kuwalinda watu wake. Mungu hatumii Mariamu, anatumia malaika. Kwa hiyo Maria hawezi kukulinda wewe. Msomaji, 23:20 Kutoka. 23:20 Kutoka.
Anasema tazama, mimi namtuma malaika, ati namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde. Malaika ndio anayelinda, sio Mariamu. Endelea sasa na hiyo nini, hicho kitabu chao hicho. Anasema atakuwa pamoja nawe na kukulinda. Atakuombea kwa Yesu, ati atakuombea kwa Yesu upewe kila kitu unachohitaji, naye daima kumsikiliza mama yake. Unaona, sasa leo hii tunaambiwa kwamba ati ni mwombezi, ati yeye ni mwombezi. Unakuta mtu anaenda kanisani amelewa, akifika pale badala atubu dhambi zake kwa Mungu, ati mama wa Mungu niombee. Ati mama wa Mungu niombee. Anayekuombea ni nani? Yesu Kristo. Yesu ndio mwombezi. Unaenda pale kwa bizu umelewa, au umefanya ya kufanya wiki nzima, unaingia Jumapili, ati mama wa Mungu niombee. Ati mama wa Mungu niombee. Mwombezi ni nani? Msomaji? Yohana wa kwanza 2:1. Yohana wa kwanza 2:1. Anasema watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Ati tunaye mwombezi kwa Baba. Nani? Yesu Kristo. Mariamu. Yesu Kristo mwenyake. Bikira Maria. Yesu Kristo. Warumi 8:34. Warumi 8:34. Anasema katika Warumi 8:34 anasema hivi, ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Anafanyaje? Tena ndiye anayetuombea. Kwa hiyo anayetuombea ni nani? Yesu Kristo. Anayetuombea ni nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo unapomtumia Mariamu ili akuombee, umepotea. Mariamu hana pa kukuombea. Yesu Kristo ndiye mwombezi. Yesu Kristo ndiye mpatanishi. Yesu Kristo ndiye mponyaji. Kwa hiyo ukiomba kitu kingine ujue umepotea. Sasa msomaji, tujiulize sasa. Tunaenda gia namba 3. Tujiulize sasa, kwa nini watu wameamua kuchukua ibada hiyo? Kwa nini watu wameaminishwa kwamba Mariamu ndiye mwombezi? Kwa nini watu wameamua kusema kwamba Mariamu ndiye anafaa kupelekewa ibada? Ni kwa sababu wameyumbishwa, wakapelekwa kwa mungu wa uongo. Wamepelekwa kwa mungu wa uongo, na hayo ndiyo matatizo yake. Hayo ndiyo matatizo yake, kwa sababu Mariamu kwenye Biblia hakuponya. Mariamu kwenye Biblia hakuombea watu. Mariamu kwenye Biblia hakupokea hata ibada. Lakini Mariamu kwenye vitabu vya dini anaombea watu, anapokea watu, analinda watu, anarudisha wanaotangatanga. Sasa tuone sasa tomaji, kama Mariamu kwenye Biblia hakufanya hayo, huyu Mariamu wa sasa hivi ni nani? Huyu Mariamu wa sasa hivi ni nani? Wakati huo Kevin, unajiandaa. Mariamu wa kwenye Biblia hakufanya hayo. Huyu wa sasa hivi ni nani? Huyu wa sasa hivi ni nani? Msomaji, nisaidie kwanza hicho kitabu cha, anza hicho ukurasa wa 171. Kimbia tuangalie sasa, huyu Mariamu wa kwenye vitabu anayepokea ibada, anayeponya watu, anayerudisha wanaotangatanga ni nani? Kwa sababu Mariamu wa kweli hakufanya hayo. Hebu kwanza kabla hujaenda huko, kwa sababu Mariamu kwenye Biblia, Yesu tu alipobatizwa majukumu yake kama mama yalianza kupungua. Nisaidie Marko 3:31. Marko 3:31. Mariamu kwenye Biblia, Yesu tu alipoanza kazi yake aliyotumwa baada ya kufikisha miaka 30 na kubatizwa, kazi yake Mariamu ilianza kupungua kama mzazi, maana Yesu alianza kazi rasmi aliyekuwa ametumwa na baba yake. Marko 3:31. Soma hapo msomaji. Anasemaje? Wakaja mamaye na nduguze, wakasimama nje, wakatuma mtu kumwita, na makutano walikuwa wameketi wakimzunguka, wakamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta. Akajibu akisema, mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Akawatazama wale walioketi, akisemaje? Wakimzunguka pande zote, akasema, tazama, mama yangu na ndugu zangu. Nani? Kwa maana
mtu yeyote atakayefanya mapenzi yangu ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Kwa hiyo tunaona Mariamu na watoto wake wengine na ndugu zake wengine walimfuata Yesu wakiwa wanamtafuta. Sasa waliomuona wakasema, mama yako na ndugu zako wako hapa wanakutafuta. Yesu anasema, mama yangu, ndugu zangu, maumbu yangu ni wakina nani? Mama yangu, ndugu zangu na maumbu yangu ni hawa wanaosikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo majukumu ya Mariamu ni kama mama yalianza kupungua baada ya Yesu kuanza kazi iliyomleta duniani. Na Yesu alipokufa, Mariamu aliendelea kuwa kama mwanafunzi, kama wanafunzi wengine. Nisaidie Matendo 1:14. Matendo 1:14. Matendo 1:14. Anasema hivi, hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu. Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Hiyo Mariamu kwenye Biblia baada ya Yesu kupaa, naye alikuwa amekusanyika na kina Petro. Ukisoma kuanzia 13, alikuwa amekusanyika na kina Petro wakiendelea kusali. Naye Mariamu alisubiri siku ya Pentekoste akajazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo naye aliendelea kuwa mwanafunzi kama wanafunzi wengine. Lakini tunaona huyu Mariamu wa sasa wanasema kwamba yeye ndiyo mwombezi, wanasema kwamba yeye anapokea ibada. Sasa tuangalie sasa, huyu Mariamu kwenye kitabu ndio kwenye Biblia, kama sio ametokea wapi na ni nani? Mariamu anayemwabudu sasa hivi ni nani? Ni Mariamu au ni kitu kingine? Msomaji, nipo nisaidie sasa hiyo ukurasa wa 171. Hapo kuna kuongelea Malkia wa mbinguni. Anasema Malkia wa mbinguni, Malkia wa mbinguni, soma, furahi. Haleluya. Kwani umestahili kumchukua. Haleluya. Amefufuka kama alivyosema. Haleluya. Utombee kwa Mungu. Haleluya. Furahi, shangilia. Nani? Bikira Maria. Simama. Kwa hiyo Malkia wa mbinguni ndio nani? Maria. Malkia wa mbinguni ndio nani? Maria. Nisajia kitabu cha Warejeo Maria ukurasa wa 1. Tuthibitishe kwa ushahidi wa vinywa vya mashahidi wawili. Maana ukiongea jambo inatakiwa mtu mwingine prove. Asipo prove ujue ni uongo. Tunaona wamemwita Malkia wa mbinguni ndiye nani? Ndiye Mariamu. Na wao makanisani wanamwabudu, wanasema Malkia wa mbinguni, shangilia, haleluya. Kwa hiyo Malkia wa mbinguni wao ndio wanamuita ndiye Bikira Maria. Sasa tutaona huyu Malkia wa mbinguni ni nani? Ukurasa wa 1. Anasema walejio wanatumaini kujifanya wenyewe wenye kufaa kwa Malkia wao mkuu wa mbinguni. Anasema walejio wanatumaini kujifanya wenyewe wenye kufaa kwa Malkia wao mkuu wa mbinguni. Maana yake ndio nani? Ndio Bikira Maria. Wanamwita Malkia wapi? Wa mbinguni. Sasa wewe ni Malkia wa mbinguni ni nani? Huyu Malkia wa mbinguni ni nani mpaka kapenya watu wakaanza kumwabudu? Huyu Malkia wa mbinguni ni nani aliyepenya mpaka kaitwa Bikira Maria? Kwa sababu sifa za Bikira Maria hana. Bikira Maria au Mariamu kwenye Biblia hakuombea watu, hakuponya watu, hakurudisha wanaotangatanga, lakini huyo kwenye kitabu chao anarudisha watu wanaotangatanga na mambo kadha wa kadha. Sasa tunaona wanasema ni Malkia wa mbinguni. Malkia wa mbinguni ni nani? Nisaidie Ezekieli 7:18. Ezekieli 7:18. Anasema tena watajifungia nguo za magunia na utisho utawafunika. Soma Yeremia 7:18. Yeremia 7:18. Yeremia 7:18 anasema katika Yeremia 7:18 inasema watoto kuokota kuni na baba zao huwasha moto na wanawake ukanda unga ili kumfanyizia mikate nani? Malkia wa mbinguni. Rudia andiko twende sasa watu waelewe. Anasema watoto huokota kuni na baba zao huwasha moto na wanawake ukanda unga ili kumfanyizia mikate nani? Malkia wa mbinguni. Ili kumfanyizia mkate nani? Malkia wa mbinguni. Endelea. Na kuwamiminia miungu mingine sadaka za kinywaji wapate kunikasirisha mimi. Unaona sasa
Kwa hiyo Malkia wa mbinguni alikuwa moja ya miungu. Malkia wa mbinguni alikuwa ni moja ya miungu ilikuwa ambayo kunaabudiwa Israeli, hasa Israeli iliyoasi. Malkia wa mbinguni alikuwa moja ya miungu ambayo ilikuwa inaabudiwa na wana wa Israeli walipoasi. Walipoasi tu wakaanza kuabudu miungu, ambayo miungu yenyewe ilikuwa inafahamika kama Baali, Ashera. Baadaye kaja Malkia wa mbinguni, watu wameiboresha wakasema ati ni Bikira Maria. Msomaji, nilisaidia Waamuzi 2:13. Waamuzi 2:13 anasema Waamuzi 2:13 anasema hivi, anasemaje? Wakamcha Bwana, wakamtumikia Baali, wakamwacha Bwana, wakamwacha Bwana, wakamtumikia Baali na Ashtorethi. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, naye akawatia katika mikono ya watu waliowateka nyara, akawauza na kuwatia katika mikono ya adui zao pande zote, hata wasiweze tena kusimama mbele ya adui zao. Kila walikokwenda mkono wa Bwana ulikuwa juu yao, wakatenda mabaya kama Bwana alivyosema, na kama Bwana alivyowapia, nao wakafadhaika sana. Kisha Bwana akawainua waamuzi waliowaokoa na mikono ya watu hao waliwateka nyara, lakini hawakusikiliza hao waamuzi wao, maana walifanya masherati na nini, kwa kuifuata miungu mingine. Umeona? Kwa hiyo wana wa Israeli walifuata miungu mingine, na hiyo miungu walioifuata ilikuwa ni miungu ya Baali na Ashera, ambapo chimbuko lake ilitoka Babiloni. Chimbuko lake ilikuwa ni Babeli. Babeli walikuwa wanaabudu miungu. Babeli walikuwa wanaabudu Mungu mke na Mungu mwana. Sasa baadaye Israeli ilipoasi, wakaanza wakaabudu Ashera kwa jina la Ashera, na hiyo miungu ilikuwa inabadilika majina kadri ya eneo walilokuwa wanaenda. Kwa hiyo wakawa wanaabudu kama Maashera na Mabaali, lakini baadaye wakapewa jina la Malkia wa mbinguni. Sifa hizo za Malkia wa mbinguni ndio sifa alizo nazo Bikira Maria. Kwa hiyo watu wanaendelea na ibada ya Baali na Ashera, alafu wanasema kwamba wanamwabudu Mungu. Subiri Mungu aje ndio mtajua kwamba siku moja kuna wahubiri walikuja eneo fulani, lakini tukawapuuza kwa sababu ya ushabiki. Kwa sababu ya ushabiki. Unaona? Kwa hiyo miungu hiyo ilikuwa inaabudiwa kulingana na maeneo tofauti. Msomaji, nisaidie Matendo 19 na mstari wa 27. Tuone Efeso walikuwa wanamuita jina gani huyo Mungu mke. Anasemaje? Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu. Sasa hapo ni Paulo alikuwa anajaribu kuhubiri kinyume na hiyo miungu kama tunavyofanya hapa. Sasa nafikiri wenyewe wakitusikia wanafurahia. Kwa hiyo wakapanga sasa Paulo kwamba wawafukuze ili siwaharibie biashara yao, maana walikuwa wakitengeneza vihekalu vya Mungu mke ili waviuze. Ni sanamu maana yake. Endelea. Anasema si kwamba kazi yetu ina hatari ya kudharauliwa tu, bali hekalu la Mungu mke nani aliye mkuu, nani? Artemi, endelea, kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye asia yote pia na walimwengu wote kumwabudu. Ati walimwengu wote kumwabudu. Kwa hiyo ibada hiyo ilikuwa inaabudiwa na watu gani? Walimwengu wote. Sasa walikuwa wanamwabudu kulingana na maeneo yao. Kuna maeneo walikuwa wanaitwa Jupiter na Madonna, maeneo mengine alikuwa anaitwa Apollo. Unaona? Kwa alikuwa anabadilika kulingana na eneo ambalo baadaye sasa Rumi ya zamani ilipoingia chini ya Constantine alipoingia katika kanisa na upagani ukaingizwa ndani ya kanisa, akachukua ile miungu ya kipagani ikawa imeingizwa ndani ya kanisa, watu wakaletewa sanamu ndani ya kanisa. Kwa ibada ya Baali na Ashera ikaingizwa ndani ya kanisa. Kilichobadilika, yalibadilika tu majina. Sanamu ya Baali ikaitwa ni ya Yesu, sanamu ya Ashera ikaitwa ni ya Maria. Kwa hiyo ibada inaendelea
ni ile ile ya manabii waliokuwa wakipinga toka zamani, na ndiyo hiyo tumekuja kuipinga, kwa sababu nyakati hizi za mwisho sio muda wa kuremba, ni muda wa kuambizana ukweli. Ni muda wa kuambizana ukweli. Kwa hiyo ibada inaendelea sasa hivi ni ibada ya Babiloni, chanzo chake ni Babeli. Mungu amewatawanya, walivyotawanyika katika mataifa mbalimbali, wakaenda na ibada hiyo ya mtoto na mwana, mtoto na mwana. Leo hii ukasikia mtoto Yesu na Bikira Maria, yule ni Ashera na Baali, ni Ashera na Baali. Tumekwambia mimi kazi yangu nimemaliza. Kevin mtumishi, hebu simama uje uendelee. Mimi nimeishia hapo, Asanteni sana. Mungu na kubariki.